Karibu katika Tatu za Leo, zikisomwa nami Gerard Kadinya. Kitaifa. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajia kuzindua meli mpya 4 za mizigo na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora Kigoma, pamoja na kukagua maendeleo ya maboresho yanayoendelea katika bandari ya Kigoma. Hayo yamezungumzwa na Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa wakati akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, ambapo amesema miradi hiyo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha sekta ya usafiri na uchukuzi kwa kuunganisha reli, bandari na usafiri wa majini, sambamba na utekelezaji wa Dira Taifa ya Maendeleo 2050. Aidha, Rais Samia ataweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa yenye urefu wa kilomita 506 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi huo wenye thamani ya takribani dola za Marekani bilioni 2.74 unatarajia kuiunganisha Kigoma na mtandao wa SGR nchini, kupunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Kigoma hadi takribani saa 8, pamoja na kurahisisha usafirishaji wa mizigo kwenda Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Serikali inaeleza kuwa utekelezaji wa miradi hiyo utaifanya Kigoma kuwa kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa maziwa makuu, huku ukiimarisha uchumi wa taifa na kuongeza fursa za biashara za kikanda. Kimataifa. Maelfu ya wafuasi wa chama cha vijana cha Cockroach Janta Party walikusanyika New Delhi wakitaka waziri wa elimu Dharmendra Pradhan ajiuzuru kutokana na kuvuja kwa mara kwa mitihani ya kitaifa. Polisi walizuia maandamano yaliyokuwa yakielekea bungeni baada ya kukataa kutoa kibali. Polisi hao walitumia virungu kuwatawanya baadhi ya waandamanaji karibu na Jantar Mantar, ingawa mamlaka zilisema maandamano hayo yalidhibitiwa kwa weledi na kikanusha matumizi ya nguvu kupita kiasi. Harakati hizo zilipata nguvu zaidi baada ya mwanaharakati Somai Wangchuk kupelekwa hospitalini akiwa kwenye mgomo wa kula, akisema atasitisha mgomo wake ikiwa serikali itashughulikia matatizo ya mfumo wa elimu au wabunge waahidi kuchukua hatua kuhusu madai ya waandamanaji. Wanachama wa Cockroach Janta Party wamekuwa wakipinga rushwa katika mitihani ya ushindani na kuvuja kwa maswali ya mtihani ambapo kumeathiri mamilioni ya wanafunzi. Vijana wengi pia walihusisha maandamano hayo na ukosefu wa ajira pamoja na fursa chache za kazi. Cockroach Janta Party imekuwa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na sasa ni harakati kubwa zaidi za vijana nchini India, ambapo wachambuzi wanasema umaarufu wake unaonyesha kuongezeka kwa hali ya kutoridhika kwa miongoni mwa vijana kuhusu elimu na ajira. Na katika michezo, Hispania iliifunga Argentina bao 1-0 baada ya muda wa nyongeza na kutoa ubingwa wa Kombe la Dunia 2026 katika fainali iliyochezwa kwenye uwanja wa New York, New Jersey, mashindano yaliyoandaliwa kwa pamoja Marekani, Canada na Mexico. Cape Verde na Norway zilikuwa timu zilizovutia zaidi, huku Cape Verde iking'aa kwa ushiriki wake wa kwanza wa Kombe la Dunia na Norway ikifika robo fainali kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo. Aidha, mashindano hayo yalikumbwa na changamoto kadhaa, ikiwemo gharama kubwa za tiketi, vikwazo vya visa kwa baadhi ya mashabiki, matatizo ya usalama na umati nchini Mexico, na mjadala kuhusu mapumziko ya maji pamoja na burudani ya mapumziko ya kipindi cha kwanza. Licha ya changamoto hizo, Kombe la Dunia hili lilivutia umati mkubwa wa watazamaji na kuonesha kuendelea kukua kwa umaarufu wa soka la Amerika Kaskazini, huku Hispania ikitawazwa kuwa mabingwa wanaostahili. Gerard Kadinya.